ambazo zinaendelea. Kama kuna mtu atakuwa na siasa rais mwaka 2027, watu wa UDA wamekuwa wakisema ni Rais William Ruto, kwa kila mtu atakuwa ameingia. Actually nilimuona ambaye ni seneta wa Nandi Samson Cherargei akisema kwamba huenda hata hakutakuwa na election, tutasema ndio tukisonga. Na nikawa ningefikiria wakati ambapo SHA ina shida, wakati ambapo masuala ya elimu yana shida, mgomo kwenda mwingine waadhiri, mambo yatakuwa rahisi wanavyotufanya tuone. Unajua Liz, sisi wale ambao ni vijana katika taifa, wale ambao tumeweza kuanza kuona siasa zikifanyika mwaka wa 2002 kukuja, ambapo tumeelewa, tumejua kwamba katika taifa hili mtu ambaye anapeana upinzani mkubwa katika presidential race amekuwa Raila Amolo Odinga. Hilo ndo jambo ambalo tumeishi mkiona. Lakini tunapoangalia kwa sasa, ile mafikirio ambayo tuko nayo ni kwamba wakati huu Raila Amolo Odinga huenda asiwanie. So imefanya kuona kwamba siasa zitakuwa rahisi. Lakini shida ni hii, na shida yenyewe ni kubwa Liz. Wakati huu tunaona kwamba kila ambacho watu huenda wakapiga kura ni kulingana na zile sera ambazo zimewekwa kwa meza na zile sera ambazo zimetimizwa. Tukiangalia serikali hii tulipoipigia kura, mimi nikikuwa mmoja wao, ni kwamba yale ambayo tuliweza kuagizwa kutendewa ni yale mambo ambayo tutatumia kuweza kupiga msasa na kuchagua wale ambao, iwapo tutaipatia nafasi serikali hii kuendelea, ama tutaweza kutafuta yule substitute government kukuja in. Kwa sababu tukiangalia yale masuala ambayo yanafinya Mkenya zaidi ni yale masuala ambayo tunazungumzia, masuala ya afya. Kwa mara nyingi tumeweza kuyazungumzia Liz, na tunakubaliana kwamba ile mfumo wa afya ambao uko kwa sasa, ndio tunaweza sema kwamba watu wameweza kujisajili wengi katika SHA, lakini the end product ya SHA ni mwananchi kupata matibabu ya bei nafuu. Swali ni, yale matibabu kwa bei nafuu yapo ama hayapo? Hayapo. Wananchi wengi wanalia. Yule mfanyikazi ambayo anatozwa zile fedha towards SHA anapata inamsaidia vile inafaa ama haimsaidii? So masuala mengi mno, ikiwemo ile hali ya elimu. Kulikuwa na hali tatanishi ile ya capitation, huenda iliweza kushughulikiwa. Tukiangalia ile funding model, na swala kubwa zaidi ni swala la vijana Liz, na swala la ajira kwa vijana. Vijana tutakapokuwa tukienda kupiga kura, tutaangalia hali imekuwa vipi. So ni maswala chungu nzima. Kwa nini UDA inaona, kulingana nawe, kwa nini wana UDA akiwemo Mheshimiwa Adams na wengineo wanaona mambo yatakuwa rahisi zaidi, bali na Raila Odinga amesema watakuwa na kila mtu on board? Mimi ninaonelea hivyo, na pengine inaweza kuwa hivyo kufuatana na ile hali ya kuchanganyikiwa ya ile opposition. Kwa sababu ukiangalia ile hali ya mchanganyiko ambayo inajitokeza kule opposition, ndio inafanya tunaona ya kwamba pengine itaweza kuwa na shida. Na kwa mara nyingi tumesema hivi,